Sasa moja ya stori kubwa ambayo inazungumzwa ni kuhusiana na bunge la Ulaya hapo jana kujadili kuhusiana na yale mengi ambayo yanaendelea hapa nchini Tanzania, hasa katika uwanda wa siasa na demokrasia, na kwa mahususi kuhusiana na madhira ya kesi zinazomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa, wakili Tundu Antipas Mughwai Lissu. Sasa ikumbuko kwamba kikao cha dharura hicho kimefanyika siku ya hapo jana, na pamoja na mambo mengine wabunge wamewasilisha mapendekezo ya miswada ya maazimio yenye misimamo wa pamoja ambao leo yatafanywa maamuzi. Sasa moja ilikuwa ni swala la kushutumu vikali kukamatwa kwa Tundu Lissu na mashtaka ya uhaini yanayomkabili, ambapo wao kwa maelezo yao wameyataja kuwa na mwelekeo wa kisiasa. Mbili, kudai kuachiwa kwake mara moja bila masharti na kufutwa kwa mashtaka hayo. Lakini jambo la tatu, kuhimiza serikali ya Tanzania kuheshimu haki za binadamu, uhuru wa kujieleza na kuhakikisha ushiriki wa vyama vya upinzani katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, kwa maana kuwa na ile misingi ya free and fair election. Nne, kutoa wito kwa Umoja wa Ulaya na nchi wanachama kufuatilia kwa karibu hali ya haki za binadamu nchini Tanzania na kuchukua hatua stahiki endapo hali hiyo itaendelea kuzorota. Na mjadala huo, kumbuka, kwa maana moja ama nyingine pia umebainisha mengi kuhusiana na Tanzania, na ambalo kwa namna moja ama nyingine linatokana na msingi aidha wa kujitafakari ama sababu nyingine ambazo zinahusiana na hilo. Hata hivyo, niko hapa kwa ajili ya kukusogezea unaweza ukajiuliza tu kwamba Umoja wa Ulaya wamefahamu vipi jambo hili na nini, na hata hoja zake zimekuwa zinachangiwa na wabunge wa Umoja wa Ulaya. Unaweza ukasema azifu kwamba tunaishi nao Makongo Juu, tunaishi nao Sinza, tunaishi nao Lindi kule, tunaishi nao Mtwara na maeneo mengine. Lakini kwa ujumla wake ni kwamba kesi hizi kuendelea kwake tangu zimeanza kusikilizwa, licha ya pilika zote na wananchi walikuwa wanapigwa marufuku na mengine kama hayo, lakini wawakilishi mbalimbali wa Umoja wa Ulaya na jumuiya za kimataifa walikuwa wanahudhuria mahakamani na walikuwa wanafuatilia kesi pale mahakamani. Kwa hiyo kwa wale ambao wafahamu, huo ndio uhalisia wao. Lakini njia ya pili, yuko mtu mmoja anaitwa Robert Amsterdam. Huyu ni mwanasheria nguli wa kimataifa na ni mwanasheria binafsi wa Tundu Antipas Lissu, na amekuwa akishirikiana naye kwa muda mrefu katika masuala yake kadha wa kadha ya masuala ya kisheria. Yeye pia aliandika barua. Ni barua ambayo kwa namna moja ama nyingine ilienda kwenye Umoja wa Ulaya. Sasa Baba Askofu Emmaus Bandekile Mwamakula, mkuu wa kanisa la Uamsho la Moravian hapa nchini na Afrika Mashariki, yeye ameitafsiri barua hiyo kwa lugha rahisi kabisa. Ameitafsiri kama ifuatavyo. Kwanza, barua imetumwa kwa rais wa bunge la Ulaya Roberta Metsola, na ambayo kutoka bunge la Ulaya, ofisi iliyoko jengo la Alois Aledu Princeps F-67070 Strasbourg Codex Ufaransa. Nikinukuu inasema: mpendwa Rais Metsola. Hii ni barua ambayo imeandikwa na Robert Amsterdam kwenda kwa rais wa bunge la Ulaya. Nikinukuu inasema: mpendwa Rais Metsola, kwa kuzingatia kukaribia kwa vikao katika bunge la Ulaya kuhusu mada hii, tunakuandikia kama wakili wa kimataifa wa Tundu Antipas Mughwai Lissu, kiongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, chama kikuu cha upinzani Tanzania, ambaye amekamatwa bila utaratibu husika na kushtakiwa kwa kosa la jinai ambalo linabeba adhabu ya kifo chini ya sheria za Tanzania. Kukamatwa kwake kuna akisi kuongezeka kwa tishio dhidi ya uhuru wa kisiasa na uhakika wa utawala wa sheria Tanzania. Hali ya kisiasa inayozidi kuwa mbaya inatia wasiwasi mkubwa, na hatua zinazochukuliwa wakati huu na serikali zikionyesha kwamba hali itazidi kuwa mbaya kadri uchaguzi unavyokaribia. Rais Samia Suluhu Hassan amechukua hatua za kuwanyamazisha wapinzani wake wa kisiasa, na amechukua hatua zinazoangukia moja kwa moja chini ya mamlaka ya bunge la Ulaya. Nikiendelea kumnukuu kwenye hiyo barua, anasema: Bwana Lissu ameiongoza Chadema tangu Januari 2025 baada ya kufanya kampeni chini ya ajenda ya kuleta mabadiliko yatakiwayo katika uongozi wa chama. Bwana Lissu ni mpambanaji wa muda mrefu dhidi ya ufisadi na ni mwanasiasa, akiwa amehudumu kama mbunge baina ya mwaka 2010 na 2020. Bwana Lissu pia amehudumu kama rais wa Tanganyika Law Society, kwa maana TLS. Kampuni yetu inafanya kazi kwa karibu na mawakili wa Lissu nchini, ambao wanatuhabarisha mara kwa mara juu ya vitendo vya uvunjifu wa haki za binadamu
vinavyohusiana na kinachoendelea kushikiliwa kwake mahabusu na kushikiliwa kwa wengine wenye vyeo vya juu katika uongozi wa Chadema. Taarifa tunazozipokea zinafadhaisha sana. Tunafadhaishwa mno kwamba serikali ya Tanzania inachukua hatua ya kunyamazisha wapinzani wake wa kisiasa kwa kuwanyima haki za msingi, kushikiliwa kiolela na kimabavu kwa Bwana Lissu na wengine. Rais Samia Suluhu Hassan alianza uongozi wake kama rais akiahidi kuleta mabadiliko na kufungua uwanja wa siasa, lakini inaonekana sasa kwamba amerudi nyuma kwenye ukandamizaji na ubabe wa mtangulizi wake John Pombe Magufuli. Nikinukuu barua hiyo inaendelea kusema, Bwana Lissu si mgeni kwenye mamlaka kandamizi ya nchi. Mwezi Machi 2017 Bwana Lissu aliwekwa ndani kwa madai ya kutamka maneno yenye lengo la kuumiza hisia za dini na kuchochea chuki kwa malengo yaliyo kinyume cha sheria. Miezi minne tu baadaye alikamatwa tena, safari hii kwa madai ya uchochezi. Mwaka ule uliishia katika janga kwa Bwana Lissu pale ambapo mwezi Septemba alipigwa risasi 16 na washambuliaji wenye bunduki karibu na nyumba yake Dodoma. Wahusika wa shambulio hili hawajatambuliwa hadi sasa. Achilia mbali kushtakiwa. Hata hivyo, mwaka 2020 kikao cha London cha kusuluhisha masuala ya ajira kilisikia ushuhuda kwamba kampuni ya simu ya Tigo ilikuwa imezipatia mamlaka Tanzania rekodi za simu na mahali alipokuwepo Tundu Lissu kwa masaa 24 kila siku. Tarehe 9 Aprili 2025, ukandamizaji wa serikali ulifikia kilele cha kufadhaisha mno. Bwana Lissu alikamatwa na baadaye kushtakiwa kwa makosa mawili, moja lenye kubeba adhabu ya kifo. Nikiendelea kuinukuu barua hiyo inaendelea kusema, ameshtakiwa kwa kuchapisha taarifa YouTube tarehe 3 Aprili akiwa anafahamu kwamba taarifa kama ile si ya kweli na inapotosha umma. Bwana Lissu alishtakiwa kinyume na kifungu cha 16 sheria ya makosa ya mtandaoni kwa vipengele vitatu vya kosa hilo. Kinachofadhaisha zaidi, Bwana Lissu ameshtakiwa kwa uhaini chini ya kifungu cha 39(2)(d) cha kanuni ya adhabu. Hati ya mashtaka kuhusu kosa hili inasema kuwa Bwana Lissu alikuwa amejijengea nia ya kuchochea umma kuzuia uchaguzi wa Tanzania wa mwaka 2025 na kwamba alidhihirisha nia hiyo kwa kuwaogopesha viongozi wa Jamhuri ya Tanzania. Shtaka hili lilithibitishwa wakati Bwana Lissu alipoletwa mbele ya mahakama ya Kisutu tarehe 10 Aprili mwaka huu. Nikiendelea kunukuu taarifa hiyo ama barua hiyo ambayo imetoka kwa Robert Amsterdam kwenda kwa rais wa bunge la Ulaya, inaendelea kunukuu, anasema tarehe 24 Aprili wakati wa kusikilizwa kwa awali kwa kesi hiyo, hakimu mwendesha kesi alifutilia mbali hoja ya upande wa wenzetu Tanzania kuhusu vipingamizi vya awali vilivyotolewa, ikiwemo maelezo yao kuhusu kuendelea kudhalilishwa Bwana Lissu gerezani. Papo hapo hakimu mwenye mamlaka ameamua kwamba kusikilizwa kwa kesi kuanzia sasa kutafanyika mtandaoni, japo washirika wetu wamekataa kabisa hilo. Hii ni ukiukwaji wa wazi wa sheria za Tanzania ambayo inataka kesi nyeti kama ilivyo wazi kwa kesi ya Bwana Lissu isikilizwe katika mahakama ya wazi. Kupingwa kwa vipingamizi vya awali vilivyoletwa na mashirika wetu ilitegemewa kwa bahati mbaya, hasa kwa kuwa Bwana Lissu amenyimwa kuonana na timu yote ya mawakili wake, jambo ambalo ni kinyume na taratibu zilizowekwa za kitaifa na kimataifa. Amsterdam and Partners LLP imepokea taarifa kwamba washirika wetu Tanzania kwa ujumla wamekataliwa kuonana na mteja wetu. Wakili mmoja alipewa ruhusa ya kuonana na Bwana Lissu kwa dakika 15 pekee, mwisho wa kunukuu. Hii ni sehemu ya barua iliyoandikwa na Robert Amsterdam ambaye ni kupitia kwa taasisi yake ama ya Amsterdam and Partners LLP, ambapo kuenda kwa rais wa bunge la Ulaya. Kwa hiyo kama unajiuliza msingi wa mjadala huu umetokea wapi, ni kuambie kuna sababu mbili ambazo zimepelekea bunge la Ulaya kujadili. Sababu ya kwanza, linapokea taarifa kila kesi ya Lissu inapokwenda mahakamani, kumekuwa na wawakilishi wa kimataifa na Umoja wa Ulaya wamekuwa wakihudhuria mahakamani. Hata wakati ambao wananchi na wakati mwingine wanahabari walikuwa wamezuiliwa, basi wao walikuwa bado wanaingia kwenye chumba cha mahakama na walikuwa wanafuatilia kinachoendelea. Kwa hiyo huenda wakawa wanatuma taarifa za kila mara kile kinachojiri. Sababu ya pili, wanasema wanakuwa wanapokea taarifa za mara kwa mara, ambapo huyu Robert Amsterdam na taasisi yake hii wanapokea taarifa kutoka kwa mawakili wa Tundu Lissu ambao wanaendelea kesi hapa nchini. Lakini sababu ya tatu, baada ya Robert Amsterdam kupokea hiyo taarifa, ndo akaandika barua kwa rais wa umoja wa mabunge ya Umoja wa Ulaya. Mpaka sasa una maswali kuhusiana na hilo? Hii ni Jambo TV.